Pia kuna utambulisho mbaya. Sasa unapokuwa na utambulisho mbaya ndani na nje ya kanisa, maana yake hilo ni tatizo, linatakiwa lishughulikiwe haraka. Lakini lengo hasa la kujenga tabia takatifu ni ili kutengeneza utambulisho mzuri ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Watu wanapotuona wamwone Yesu kupitia sisi, kupitia maisha yetu, lakini pia washawishike kuamini kile ambacho tumekiamini, kwa sababu maisha yetu na wao yako tofauti. Jambo la mwisho kwenye pointi yetu ya kwanza, mahudhurio mazuri kanisani hujenga msingi mzuri wa maisha ya kiroho. Mahudhurio mazuri kanisani hujenga msingi wa maisha mazuri, hujenga msingi mzuri wa maisha ya kiroho. Kwa hiyo tunapojenga uaminifu kanisani, mfano tumeanza Jumatano tunakuwepo kwa ajili ya mafundisho ya Biblia, Ijumaa tunakuwepo kwa ajili ya maombi. Tunahitaji kujenga huu ushirika kwa sisi wenyewe kuweza kuwa uaminifu. Jambo la pili, sababu ya pili ya kuwa uaminifu kanisani, tunajenga nidhamu ya kiroho. Yaani mtu mwaminifu huwa anajenga nidhamu ya kiroho. Hebu twende katika Wakorinto wa kwanza sura ya 9. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 25 mpaka 27. Tasoma. Anasema, na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika mambo yote. Hujizuia katika mambo yote. Nilikuwa naangalia neno kujizuia ni self control. Kujizuia katika mambo yote. Maana yake kujizuia inaakisi pia kuhusu nidhamu. Na anasema, basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama sitaye, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama pigae hewa, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha wahubiri wengine, mwenyewe niwe ni mtu wa kukataliwa. Mtume Paulo katika Wakorinto hii wa kwanza 9:25 anatupatia picha ya nidhamu. Sasa nidhamu ni nini? Nidhamu ni nini? Nidhamu ya kiroho kimsingi hasa ni mafunzo yanayotarajiwa kuzalisha tabia. Ni mafunzo yanayotarajiwa kuzalisha tabia au muundo maalum wa kitabia kwenye maisha yetu. Nitarudia. Nidhamu ni mafunzo yanayotarajiwa kuzalisha tabia. Yaani lengo la mafunzo ya nidhamu ni kuzalisha tabia au muundo maalum wa kitabia kwenye maisha yetu. Sasa Mtume Paulo anatupatia picha ya michezo ya Kigiriki ambayo kipindi chake ilikuwa ni mashuhuri kama leo. Ukimbiaji wa mbio na michezo mingine. Sasa anasema wana michezo huwa wana nidhamu katika michezo yao. Nidhamu ya mazoezi, nidhamu ya ulaji wa vyakula na nidhamu mbalimbali, ambazo nidhamu zile zinakuwa zinalenga kuwajengea wao uwezo wa kuwa wana michezo wazuri. Kuna mambo wanajizuia. Mfano, mtu akiwa mkimbiaji atakiwi kuwa na mwili mkubwa, kwa sababu hataweza kukimbia. Kwa hiyo asiwe na mwili mkubwa, kuna aina ya vyakula atajua hivi kula na hivi usile. Sawa sawa. Sasa maisha ya kiroho pia
huwa yanahitaji nidhamu.